وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darasa yetu tunaendelea nayo ni darasa ya fiqh, kitabu Fathul Muin. Ilikuwa ni katika mlango wa saumu, na sasa tumeingia katika sehemu ambayo bado inafungamana na mambo ya funga, na hii ni faslu ya itikaf. Tatimma yusannu itikafu kulli waqtin, unasuniwa kukaa itikafu wakati wowote, kwamba muda wote unasuniwa mtu akae itikafu. Na ni nini itikafu? Huwa lubuthu fawqa qadri tumaninati salat, ni kukaa zaidi ya kiasi cha matulivu ya swala. Swala ni maneno na matendo yanayoanzwa kwa takbira na yakaishilizwa kwa salamu. Kwa mtu anakuja pale atapitisha katika moyo wake kwamba anataka kuswali swala ya dhuhuri rakaa 4, baadaye atasema Allahu akbar. Wakati anasema Allahu akbar, ambayo inaendana na maneno yake hayo katika moyo wake na wale wanaoyatamka katika kuyatamka, sasa hapo ndio anaambiwa amefanya takbira ya kuhirimia, amehirimia. Takbira ile inaambiwa ndio mwanzo wa swala, anaambiwa pale ndio mwanzo wa swala yake, Allahu akbar. Kwa hiyo atafanya anayoyafanya, atarukuu, atasujudi, atakaa, lakini mwisho wa yote baada ya tashahudi, assalamu alaikum wa rahmatullah, na hapo ndio itakuwa swala imekwisha. Kwa hiyo swala hii unaweza ukaiswali ya dakika 5, ya dakika 10, ya nusu saa, hata ya saa nzima. Swala hii na rakaa takriban hata 2 tu. Kwa mfano kwenye qiyamul layl ukaamua, na ndivyo inavyopendekezwa kwamba katika qiyamul layl urefu wa kisimamo una maslahi makubwa zaidi kuliko wingi wa rakaa. Kwa hiyo kama unaweza kusoma labda suratul Nabai amma unaijua yote, ukasimama rakaa ya kwanza ukasoma amma yote, rakaa ya pili ukasoma abasa yote, ni bora kuliko rakaa ya kwanza ukasoma kul huwallahu ahad, ya pili ukasoma kul a'udhu birabbin nas ukatoa salamu, ukasimama tena ukasoma izaja, ukamaliza ukaja ukasoma na tabati ukatoa salamu. Utakuwa wewe umeswali rakaa 4, mwenzako ameswali rakaa 2, ila kwenye malipo yaliyokuwa mazito ni ya yule mwenzako aliyeswali rakaa 2. Lakini pia katika kutulizana kwenye kurukui na kusujudi, yale matulivu yanayopatikana ndani ya swala. Kwa hiyo tukiambiwa itikafu ni kukaa kiasi cha zaidi ya matulivu ya swala, tunakuja ikiswaliwa swala tu kwa uzani wa kawaida tu, haikwenda mbio, haikwenda polepole sana, lakini imeswaliwa swala kamili, haikusomwa sura ndefu wala haikukatishwa. Unaweza kuipata kwamba swala hiyo inaweza kugharimu dakika 5 mpaka 7, swala ambayo kidogo imeswaliwa katika hali ya kawaida. Kwa hiyo dakika kama hizo ukizikaa msikitini kwa nia, ndio tayari itikafu imeanza kupatikana thawabu zake. Kwa hiyo kumbe thawabu za itikafu ni rahisi mno. Kuna ile mtu kuona mimi ingie msikitini saa 5 nikae mpaka saa 11 jioni ndio nitoke, siwezi, nyumbani kuna mahitaji, itakuwaje, mara nataka kupigiwa simu. Lakini kumbe kiasi hicho tu chaitwa ni itikafu na wapata thawabu. Na hata muda ambao tunahudhuria darasa, ni vizuri ukatia katika moyo wako na kusudia itikafu. Kama hujui kusema sijui na waitu sijui kitu gani, wewe sema tu kwenye moyo wako kwamba hapa nimekaa itikafu. Ukishasema hivyo kwenye moyo wako, inazingatiwa hiyo na utalipwa.
Kwa hiyo utakuwa unapata malipo mawili. Unapata malipo ya kusikiliza darasa na unapata malipo ya kwamba umekaa itikafu. Kwa hiyo kukaa msikitini kiasi cha zaidi ya matulivu ya sala. Akisema hivi anakusudia ni muda ambao lau mtu anaswali akamaliza, kisha mtu kuswali na kumaliza, basi tayari ni itikafu. Walau mutaraddidan fi masjidi, japokuwa ni mwenye kuzingazinga katika msikiti. Yani itikafu haiambiwi ukae tu sehemu moja hivi umetulizana, ukaswali hapa, ukanyanyuka ukaenda kule, ukasimama, ukaleta tasbihi zako, ukaona nini, ukaenda kama kule, kufika kule, ukajiegemeza kwenye ukuta. Wewe unahesabiwa bado upo msikitini na thawabu zinapatikana kama kawaida. Ndio akasema walau mutaraddidan fil masjidi, hata kama atakuwa ni mwenye kuzunguka katika huo msikiti. Au ima hiyo itikafu ni katika msikiti au rahbatihi allati, au uwanja wake ambao, au rahbatihi allati, au uwanja wake ambao lam yatayakkan huduthuha ba'dahu, haukuyakinika kuzuka kwake baada yake. Rahabu ni upana wa eneo la msikiti. Kwa mfano huu ndio msikiti wetu, kisha baadaye tukamwona mtu hapo mbele, tukamwambia bwana tuuzie hapa, akatuuzia. Kwa sababu msikiti anafanya eneo la mbele hilo kadha, tukazungumza mpaka akatuelewa, akatuuzia. Kwa ile eneo ambalo limeuzwa linakuwa na mashaka katika masala ya itikafu, kwa sababu aghlabu katika itikafu unatakikana msikiti ambao eneo lake lilitolewa wakfu. Sasa kama limekuja eneo ambalo pengine limeuzwa au sijui imefanywaje, ikawa tuna mashaka nalo, ndio maana akasema itikafu ni kukaa muda huo tulioutaja katika msikiti au katika eneo lake, lakini ambalo hakukuyakinika kuwa limezuka baada yake, wa ainaha ghairu masjid, na kwamba sio msikiti. Tukigundua kwamba eneo hili limezuka baada yake na wala sio msikiti, inawezekana pengine tumenunua, inawezekana pia hatukununua, kwamba baada ya kujenga msikiti hapa sasa tukiwa na shughuli zetu, kwa mfano kama eneo ambalo tumeweka matofali hapo, lile inawezekana ikawa ni eneo la mtu mwingine. Sasa tunaweka pale matofali, Ijumaa kama itatokea Ijumaa moja imejaa sana, tunaweza pale pia ukakuta tumetandika majamvi mpaka kule. Sasa ikaenda mpaka ikawa pengine mwenyewe ima hajawa na haja napo kupatumia, ama mwenyewe naye akaona sasa itakuwaje, akawa hapatilizi, lakini sisi ikawa tunapatumia kiasi kwamba mtu kipaona tu unajua ni eneo la msikiti, kumbe sio eneo la msikiti. Sasa ikitokea wataka kukaa itikafu sehemu ya namna hiyo, hutokaa itikafu, kwa maana fadhila za itikafu hazitopatikana. Lakini kama yule mwenyewe wa eneo lile akasema jamani, kwa sababu kwa hapa mashinja wa msikiti hapa na kuna mahitaji mengine yanahitaji eneo hapa bana, mkitaka kufanyaje fanyeni hapa kwa ajili ya msikiti hapa, kwa hiyo hapa pia mmepatoa mimi, hiyo tayari itakuwa imeingia katika jumla ya maeneo haya. Lakini kukaa huko na eneo ambalo limekubali masharti kama hilo bado haijatosha biniyati ya itikafi, hiyo ni fania ya itikafu. Walau kharaja, lau alitoka huyo mtu ambaye yuko itikafu msikitini, akatoka walau li khala, ijapo kwenda chooni, man lam yukaddir al-itikafa, ambaye hakuikadiria itikafu, almanduba au almanzura, ya sunna au yenye kuwekewa nadhiri, bimudda, hakuikadiria kwa muda hiyo itikafu yake,
kasema tu mimi nitakaa itikafu, alafu basi akitoka hata kama anakwenda kwa ajili ya kwenda kujisaidia, sawa bila azmi audi, pasina kuazimia kurudi, jaddada niyata wujuban in aradahu, ataitia upya nia kwa njia ya wajibu akiitaka hiyo inaendelea. Kija kutaka itikafu tena atie nia tena Yani umetoka ukaenda labda kujisaidia, ukaenda labda siku kuna jambo gani, na wakati huo au kusema kwamba nataka nikae itikafu masaa mawili, umetia nia tu moyoni kwamba nakaa itikafu. Sasa likikutokea jambo ukatoka nje, tayari yahesabiwa tu umekaa saa 1 na dakika 10, sasa hivi ni saa 1 na dakika 40, umekaa itikafu dakika 30, wapewa thawabu zako za dakika 30 itikafu. Na wasema sasa kama umerudi wataka tena itikafu, jaddada nia, ataifanya upya nia ujuban kwa njia ya wajibu wakadha idha aada ba'da al-khuruji lighairi nahwi khalai, lakini vile vile yule atakayerudi baada ya kutoka kwa asiyekuwa au kwa isiyokuwa mfano wa khala, man qayyadahu biha, yule ambaye alikaidi itikafu yake kwa muda. Kama mtu itikafu kaikaidi kwa muda, akitoka hakuna neno, akirudi muda unaendelea. Lakini je, ametoka kwa jambo gani? Kwa hiyo huyo ambaye amekaidi muda unaye, akitoka lazima tujue kwamba ametoka kwa ajili ya jambo gani. Akitoka kwa ajili kama kwenda kujisaidia, basi akirudi hakuna neno, anaendelea Kayaumin, kama mtu kuwa amekaa ametia nia ya kukaa itikafu siku nzima. Kwa hiyo akitoka kidogo tunazingatia, falau kharaja aziman li'audi, lau alitoka hali ya kuazimia kurudi, faada kisha akarudi, lam yajib tajdidun niyya, hakupasi kuifanya upya nia. Yule ambaye tayari kashatia nia mimi nitakaa itikafu siku nzima, kisha akapata dharura akatoka na akatia nia kwamba naenda mara moja nitarudi, akirudi hakuna haja ya nia upya. Wala yadhuru al-khuruj fi itikafin na tatabu'ahu, na wala hakudhuru kule kutoka kwake katika itikafu ambayo amenuia kufululiza. Mimi nitakaa itikafu siku 2 mfululizo, basi akipata dharura akatoka kidogo, bado inaonekana kwamba itikafu yake ipo. Kaanna wa itikafa usbu'in, kama vile mtu kutia nia ya kukaa itikafu wiki. Kaanna wa, kama kunuia itikafa usbu'i, kukaa itikafu wiki, au shahri mutatabi, au mwezi wenye kufuatana. Wa kharaja likadha'i haja, kisha akatoka mtu huyu kwa ajili ya kukizi haja, walau bila shiddatiha, japokuwa haikumkaba sana, walau bila shiddati, japokuwa pasina kumkaba sana, lakini tayari ametoka kwa ajili ya kwenda kukizi haja, itikafu yake haija katika. Wa ghusli janaba, na akatoka kwa ajili ya kwenda kuoga janaba. Wa ghusli janaba, na akatoka mtu kwa ajili ya kwenda kukizi kuoga janaba, haito katika itikafu yake. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunajua kwamba ukiyafanya ukiwa ni mwenye kukaa itikafu haya na neno. Haina maana ukikaa itikafu ndo basi utoki kama uko gerezani. Wa izalati najisi, na kuondosha najisi. Wa in amkanahuma fil masjidi, lijapo mwezekania hilo au yajapo mwezekania hayo msikitini. Kama anaweza pale pale msikitini kuoga, au anaweza pale pale msikitini kuondosha janaba, lakini akatoka aende nyumbani, bado jambo hilo alitomharibia itikafu yake. Kwa nini anasema li'annahu aswanu limuru'atihi wa lihurmati almasjid? Kwa sababu hilo ni lenye kuilinda zaidi utu wake. Aswanu ni lenye kulinda zaidi limuru'atihi, utu wake. Mfano vyoo vya msikitini
vyoo vya msikitini vipo pale, ambao pengine kama vile wanavyojenga mjini, ile fence ya choo bado iko mle ndani ya msikiti Kishaingia kama hapa, kama uko kwa wanawake ukiingia ndio waingia vyooni. Kwa tayari uko mle ndani ya msikiti. Lakini pengine vyoo vile havina milango, pengine vyoo vile vina hali. Sasa ukienda pale mchuchumaa, mara wameingia watoto nao, mara hivi, sasa ikawa kulingana na hadhi yako, kidogo kichoo mimi kwangu, ukaamua unatoka unaenda kujisaidia nyumbani. Haitokuharibia itikafu yako. Waakli taamina, kwa ajili ya kwenda kula chakula, liannahu yustahaya minhu fil masjid. Sawa kwa kwamba mambo yalivyo huonwa haya jambo hilo kufanyika katika msikiti. Pengine ikifika saa ya kula aanze kukaa na ugali wake pale, inakuwaje tena? Ikawa jambo lile kidogo akaamua yeye ikifika muda anatoka anaingia nyumbani kwake, kama sio mbali, anakula, anaendelea kukaa itikafu. Haitoharibu itikafu yake Na kweli kuna mambo mengine ukiyafanya hayatakuwa na nini, lazima yatakuwa yanakutia uzito Mfano leo hii uamue kukaa itikafu, wale wenzetu wa tablighi nao wakija hapa misikitini wakikaa, watu kule pembeni wasemaje? Watu wanaambiwa wana vyoyo. Yani mtoke huko mje mkae mle ubuje peke yenu tu, kumwona mmeacha wake zenu watoto wenu. Akipika pale mtu basi watu wanavyomtafsiri Sasa ndio hivyo wewe nao ukajipiga itikafu siku 3 hapa msikitini. Ikifika magharibi waonekana watoto wameshika sinia na kawa, vipi? Aambiwa apelekewa mzee Kumenya kwa hapo msikitini. Umeona wengine au choo cha utu uzima kimeanzaje tena hicho, umeona? Kwa hiyo kwa kuogopa ibada yako isiwe sababu ya kumtia motoni mtu mwingine, sababu mtu atakusema vibaya atapata dhima, mtu atakudhania vibaya atapata dhima. Kwa hiyo ukiona ni jambo lawezekana, kaa hapa magharibi, mkiswali mkimaliza tu watoka zako, waingia nyumbani, wapata chakula, warudi tena msikitini. Kiasi ambacho hata wengine pia wanaweza wasikujue, na hiyo itakusaidia pia kuepusha nini? Ria. Kwa sababu wakati watu wakishaanza kuona makao wataanza kujiuliza kulikoni? Kwamba si mzee Kumenya anakula pale msikitini. Kwa nini? Hisi akaa pale msikitini itikafu. Imekuwaje? Watu wanaanza. Sasa wengine wanakuja kuchungulia. Yupo mmemwona yule pale yule, utakuta watoto wengine wapita na huko wachungulia, wengine wapita na huko. Wengine wakimaliza kusali nao wategea vipi? Yule atoki. Muona yule atoki. Sasa hii nayo inakuwa kidogo haina sura nzuri. Wewe umefanya kwa nia nzuri, lakini watu wanaya. Kwa hiyo sasa, lakini ikiwa muda wa swala umeenda umesoma umemaliza, mara umeenda zako kula umerudi, unaendelea kama kawaida, unasema wala mpaka wakijua kama mzee Kumenya kaka itikafu lini huko bwana. Sasa tumemuona pale yule mwenye si auza maji tu. Si au kumbe kwa hiyo mzee, hiyo ni fursa bwana. Si tukienda na mifano hai. Tukikutaja ndio tumekutaja kweli. Ni mfano lakini ndio kweli. Wewe ukisema nakaa itikafu bwana mpaka ikifika jioni umezipata. Baada ya dakika 2 uko hapo ukikaa, zaandikwa dakika 2. Kija mtu kule ukienda kuzungumza naye, akitoka ukija kawaida. Lakini kama utatiania nakaa itikafu ya siku nzima, basi hata ukitoka pale mtu akakupa hela za maji ukamrudishia chenchi, ile inaitwa itikafu ya kutwa nzima. Kama hauja kaidi muda ukisema nakaa itikafu, ukitoka ukirudi waanza moja. Lakini kama wajua mimi shughuli zangu muda mwingi niko hapa, watiania tumie na itikafu kutwa nzima. Basi hata ukitoka pale, fanya mazungumzo 2-3 ukirudi, yasiwe mazungumzo ya kibinadamu tu ya kawaida Kwa sasa itarudiwa irudiwi. Kwa mfano yani, si katika mazungumzo ya kibinadamu pia hapo. Hakuna hayo. Hatuchezi, mtacheza hata kama kwa bakora, hayo yataharibu itikafu. Lakini tukaja mtu mzee maji yatoki, tuwashie mashine huko, mzee umeme wenyewe leo umekatika, ile wala alitokuharibia itikafu yako Kwa mambo yale ambayo ni ya mtu kutoka kwenda kupata mahitaji yale ya kilazima, mambo haya hayana neno
Lakini pia walahul wudhu, kuna mjuzikia yeye kutawadha baada qada'il hajati tab'an la, baada ya kukidhi haja, amekwenda kukidhi haja, haja kubwa kunya au haja ndogo kukojoa kama watu wanavyoita Lakini baada ya hapo anaweza akastanji kabisa huko. So kama umejisaidia huko, lakini kustanji urudi haraka uje ustanji msikitini. Huko unaweza ukamaliza. La al-khuruju lahu qasdan, sio kutoka kwa ajili la al-khuruju lahu, kashastanji kamaliza akaamua kutia udhu kule nyumbani, hakuna neno. Lakini sio utoke kwa ajili ya kwenda kutia udhu nyumbani. Kama msikitini maji hapo, hapo udhu tia tu hapo msikitini. Wala li ghusli masnuni, wala kwa josho la kusuniwa. Kwa mfano umekaa itikafu siku ya Alhamisi, umetiania ukaya na Ijumaa, umetiania pia ukaya na nini na Jumamosi. Sasa ukasema mimi ngoja zangu, au ile Ijumaa umetiania mimi nakaa itikafu kutwa nzima. Ilipofika saa 6 ukasema ngoja niende nyumbani nikaoge kidogo kwa sababu leo ni Ijumaa, kuna josho la sunna, siku ya Ijumaa kuna suniwa kuoga. Ukitoka umeikatisha siku yako. Ndio wanasema hakuruhusiwi kutoka kwa ajili ya josho la kusuniwa. Wala yadhuru bu'du mawdhiha, wala hakudhuru umbali wa mahala pake. Kama kuna jambo ambalo limeruhusiwa kisheria mtu mwenye kukaa itikafu anaweza kulitokea, basi umbali hauzingatiwi. Kwamba lazima nyumba yako iwe kama hapo kwa mzee Mbwana, waweza kutoka ukaenda ukarudi. Lakini nyumba yako ikiwa ni huko Mwagula mwisho uruhusiwi, haipo hivyo Kwa hiyo habari ya kuruhusiwa kutoka ikishapatikana vigezo kwamba wewe waruhusiwa kutoka, basi moja kwa moja unakwenda hata kama ni mbali. Ili yakuna lidhalika mawdhi'un akrabu minhu. Sawa Ila akiwa au hilo jambo ambalo limelitokea lina mawdhi'un akrabu minhu, lina mahala karibu kuliko hapo. Kuna jambo ambalo unatoka kwa ajili ya jambo hilo, lakini ipo sehemu ambayo ni karibu ya hiyo sehemu, unaweza ukalipata jambo kama hilo, kama ndio yuko kuoga na kufanyaje, kuliko hiyo sehemu ambayo unakwenda. Unaweza ukafanya kwa pale kwenye ukaribu. Lakini hapo bado anasema ikiwa amekwenda mahali mbali, lakini katika njia yake kuna makanun aqrabu minhu laikum bihi. Kwa sababu tunaweza tukasema sasa kama mtu nyumba yake iko huko kwaitwaje huko, sasa anaweza kaingia tu nyumba yote. Hapana, laikum bi, sehemu ambayo inaendana na yeye. Kwa sababu kwenye kuendana na yeye kuna vitu vingi vya kuzingatiwa. Unaweza ukatoka hapa ili ufike nyumbani kwako utapita nyumba, lakini nyumba ina mwanamke mjane. Sasa utasema tumeambiwa bwana ukiwa uko kwenye itikafu unatoka kwenda sehemu kwa ajili ya haja, ikiwa ipo sehemu ya kukidhi haja ya karibu, ukienda kule mbali itakudhuru. Sasa utaingia pale nyumbani kwenye mwanamke mjane useme ninakidhi haja pale, tutatafuta mengine bwana. Mbona tumemwona atoka pale bwana, mbona kaingia pale, tayari na kwani. Kwa hiyo tayari laikum bi hapo haipo. Au nyumbani kwako una choo umekijenga vizuri, umekijengea kibanda, umefanya kila kitu, lakini hapo nyumba jirani ya msikiti pana choo kimejengwa cha makuti pengine, alafu ni kifupi, ukisimama mle ndani unaonekana paka hapa. Hautaambiwa sikukidhi haja tu niingia, kama ukisimama uonekana chuchumaa. Sheria nayo haiko hivyo. Kwa lazima iwe laikum bi, maana yake kimaana, kisheria, kiutamaduni, kila kitu iwe lau waingia hapo ukakidhi haja,
hakuna jambo lolote, hakuna shida yoyote. Mfano labda una wake wawili, mmoja yuko nyumba hiyo hapo jirani, mwingine ndio yuko huko mwisho. Sasa wewe ukatoka, shida yako ni kukidhi haja, lakini ukasema naenda kidhi haja mke yule wa kule kwenye nyumba yangu ile ya kule, au na nyumba zako mbili, nyumba moja iko karibu, moja iko waenda, hapo utakuwa umejiharibia wewe mwenyewe. Kwa anasema si vibaya kuwa mbali mahali, isipokuwa kama itakuwa hiyo haja hiyo ina mahali karibu kuliko hapo, au yafushul bodu fayadhuru, hapo kutakuwa kubaya kule kufanya nini, kwenda mbali na kutadhuru. Ma lam yakunil aqrabu ghairu laikim bih, muda wa kutokuwa ile sehemu ya karibu si yenye kufanana kuendana na yeye. Wala yukallafu almashyu ala ghairi sajiyati, wala hatokalifishwa kwenda katika isiyokuwa ada yake. Wala yukallafu, hakalifishwi almashyu ala ghairi sajiyati, kwenda juu isiyokuwa ada yake. Sajia ni tabia ya mtu, sawa. Kwa mfano umetoka hapa msikitini unaenda kukidhi haja sehemu, sasa uambiwi toti uende mara moja mbio ukanye urudi. Kama mwendo wako ni wa taratibu, utaenda mwendo wako ule wa taratibu. Kama mwendo wako ni wa kijeshi, utaenda mwendo wako ule ule. Haitoambiwa kwa sababu uko kwenye itikafu basi nenda mwendo wa mbio au mwendo wa haraka, ili uende ukajisaidia haraka upate kurudi. Wala hu salatun ala janaza, na mtu ambaye amekaa itikafu kunamjuzikia pia kuswali juu ya jeneza, illa yantadhir, kama atakuwa hatoingojea ile swala ya jeneza. Yani kumefiwa sehemu, wewe umetoka kwa ajili ya kwenda kukidhi haja, wafika kule waona watu nao wana tayari wameleta jeneza pale, watu wanataka kuswali, basi unaweza na wewe ukaswali. Lakini isifikie mahali ikawa watoka pale wakuta watu pengine wachukua sasa jeneza wapamba, manake paka wakimaliza kupamba wamtie maiti mle ndani, wamalize wamlete, kama ni msitini au kama ni barazani hapo panapotaka kuzikwa, huo muda utakuwa ni mwingi. Lakini kama ndio ushakutana nalo jeneza limewekwa hapo, watu wanapanga swafu, na wewe unaruhusiwa kupanga swafu na ukaswalia jeneza kisha ukarudi msikitini kwako. Haya basi, waje tuishilie hapa inshallah, sababu bado kuna mambo mengine ambayo mtu ataruhusiwa pia kutoka, ili mradi kuonyesha kwamba kumbe ibada hii ya itikafu sio ibada kama ya adhabu. Ukijiweka itikafu uko kifungoni, ikawa pengine mtu ataka lakini aogopa. Ndio maana hapa tunaona unaweza ukatoka kukutana na kiongozi na shida, labda alikuwa na mtendaji au sijui diwani nani, na shida naye, watoka hapo kasalimiana naye ukamwambia jambo lako na ukarudi msikitini ukaendelea na itikafu yako na mambo mengine kama tutakavyoyaona. Yote ni kwamba ukiwa ndani ya itikafu hauko kwenye kifungo, bali uko ndani ya ibada, kwa hiyo maisha mengine yanaendelea kama kawaida. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.